Zipo njia nyingi sana za kugundua uwepo wa kamera yoyote ile kwa njia rahisi kabisa. Mfano, kwa kutumia simu yako ya mkononi na hata vifaa vilivyopo mazingira yanayokuzunguka bila hata ya kununua kitu kingine chochote kile. Jambo ambalo wadada wa Kenya na Ghana wangetumia, basi wangegundua mapema sana kwa yule Mrussia. Kama unatamani kujua ni kivipi unaweza kufahamu, basi ungana na mimi kwenye historia ya vitu rahisi, mahali ambapo tunakupa historia na taarifa ambazo ni rahisi kabisa lakini zitakushangaza. Lakini nikuombe pia kwa support yako ni muhimu sana. Cha kufanya ni kwamba usisahau kuweza kusupport, kwa maana kwamba kusubscribe hapo. Cha kufanya ni kwamba subscribe hapo na bonyeza alama kengele ili kutembea pamoja na sisi. Kuna mbinu mbalimbali ambazo zinaweza kumsaidia mtu kuweza kujirinda dhidi ya kamera za asili ambazo katika ulimwengu wa sayansi na teknolojia zimekuwa zikitumika sana. Mfano, kamera ambazo zinawekwa kwenye miwani, zingine zinawekwa kwenye kalamu, saa za ukutani, matundu ya umeme, vishikio vya nguo, vioo, wakati mwingine mpaka matundu ya hewa, kitu ambacho kinasababisha hatari ya faragha ya watu wengi sana. Kenya na Ghana ni mfano wa hili kutokana na kisa cha raia wa Urusi anayejulikana kwa jina la Yaroslav, ambaye alidaiwa kurekodi wanawake bila idhini yao kisha kuchapisha video hizo mtandaoni bila idhini. Serikali ya Kenya ilitoa taarifa rasmi ikisema kwamba vyombo vya usalama vimeagizwa kuchunguza tukio hili mara moja. Lakini pia Ghana ilichukua hatua za kisheria ikisema kwamba imekusudia kuiomba Urusi imruhusu kijana huyo kupelekwa Ghana ili akabiliwe na sheria ya makosa ambayo ameweza kuifanya bila idhini ya hao dada. Sasa wacha mimi nikupitishe kwenye njia za kujikinga na kamera za siri ambazo sio rahisi kuweza kuonekana. Njia ya kwanza ambayo ni rahisi na ambayo inaweza kufanywa na mtu mwingine yoyote ile ni kwa kutumia simu yako ya mkononi. Simu yako ya mkononi utaweza kuifanya kwa kuweza kugundua kupitia mwanga wa infrared ambao unakuwa unaambatana na hiyo kamera. Cha kufanya ni kwamba kamera nyingi ambazo ni za siri hutumia infrared LEDs, yani ili kuweza kuona gizani. Ili uweze kuona taa nyingi ambazo ili uweze kuona kamera nyingi sana za siri, cha kufanya ni kwamba zima taa, fungua kamera yako ya mbele au kamera ya nyuma kwenye simu yako, then anza kutembea kuweza kuchunguza, uweze kutafuta na kuona ni mahali gani ambapo unaweza kaona nukta za mwanga. Mwanga huo unaweza kawa ni wa zambarau au nyekundu, na baada ya kugundua mahali ambapo unaweza kaona nukta za mwanga ambao ni zambarau au nyekundu, basi fahamu eneo hilo ndio sehemu ambapo kamera inaweza ikawa ni hapo. Kamera ipo hapo, inaweza kaa kwenye miwani labda au peni au ni ukutani au mahali pengine popote pale. Ukiona kuna hizo nukta za mwanga ambao unaweza kaa ni mwekundu au zambarau, basi ujue kamera ipo hapo. Na njia hii haitumii nguvu nyingi sana, kwa sababu hauweke application nyingine yoyote ile, hauhitaji kununua kitu kingine chochote kile. Kikubwa ni kuweza kuzima taa na kuweza kuwasha taa ambayo ipo kwenye simu yako, then uweze kufahamu na kutembea ili uweze kuchunguza mahali ambapo hiyo kamera imeweza kufichwa. Hii ni njia rahisi sana, naamini haiwezi kukushinda abadan. Ni njia rahisi sana. Kitu ambacho wale wadada ambapo kama ni kweli ni issue ya kamera kuweza kugundua, ingekuwa ni rahisi sana kwao, ni mara moja tu. Kama ilikuwa ni kwenye miwani, ina maana ni jambo ambalo lingeweza kugundulika mapema sana, kwa sababu baada ya kuzima taa, kuchukua simu yako kuweza kutest, mitambo ingekaa vizuri, kwa maana kwamba kamera ingejulikana tu mahali ambapo ilipo. Lakini njia ya pili ambayo unaweza kaitumia, hii ni njia ya umakini wako mdogo tu, na tena umakini mdogo ambao unaweza kusaidia kugundua mazingira haya ambayo kamera zinaweza zikawekwa. Cha kufanya ni kwamba wewe angalia vitu visivyokuwa vya kawaida. Mfano kama saa za ukutani, kuna namna ambayo kamera inaweza kawekwa kwenye matundu kwenye saa hizo. Lakini pia hata matundu ya umeme, vishikio vya nguo kama ambavyo nimekuelezea awali, vioo, lakini pia matundu ya hewa. Jaribu kutazama kwa umakini, unaweza kufahamu ni wapi ambapo
kamera imeweza kuwekwa. Cha kufanya ni kwamba ili kugundua kama hapa ni kamera au sio kamera, tafuta mashimo madogo au vitundu vidogo sana, mashimo madogo ya duara ambayo ni lens, ambayo yanaweza ambatana na mwanga mdogo wa LED ambao nimekwambia unakuwa unaambatana na hizo kamera za siri ambazo zimefichwa. Kwa hiyo cha msingi ni kwamba baada ya kutafuta kwenye matundu hayo ya umeme au vishikio vya nguo au labda ni matundu ya hewa au labda saa za ukutani au hata miwani, pia kalamu ambazo unadhani hii ina uwezekano wa kuwa na kamera hiyo, basi ni jambo dogo tu, tafuta shimo dogo au matundu madogo ambayo inaweza kaa ni ya duara. Kwenye hilo shimo hilo, basi kuna uwezekano mkubwa wa uwepo wa lens au kamera ambayo inaweza kaa inabeba matukio. Right kabisa. Lakini pia kwenye umakini huo unaweza kugundua vifaa vinavyobadilika mara kwa mara. Inawezekana pengine vikawa vina mwanga fulani ambao unabadilika ambao sio kawaida. Na vitu vya electronics visivyojulikana pia inawezekana ni kitu ambacho kinaweza kukupa point ya kujua kama hapa na kamera au vipi. Kuna vitu vingine vya electronics ambacho kikitazama tunajua hiki si muonekano wa kawaida. Kwa mtazamo ule inaweza kukusaidia wewe kuweza kufahamu kama pana kamera ya siri au hapana kamera asili. Ni rahisi sana. Kwa njia hizo mbili ni nyepesi ambazo hazihitaji wewe kutumia kifaa kingine chochote kile ambacho kitakufanya uweze kulipia wala kuongeza pesa kununua kitu kingine chochote kile. Ni wewe tu kuchukua simu yako na umakini wa kuweza kutazama kugundua kama kuna kamera au hakuna kamera. Japo vipo vifaa maalum ambavyo vinaweza kusaidia kugundua, na vifaa hivi ni mfano hidden camera detectors. Ni moja ya vifaa ambavyo vinapatikana madukani hivi sasa mpaka ununue. Lakini uzuni kwamba vile vifaa viwili, njia mbili ambazo nimeshakuelezea awali, ni njia ambazo zinaweza kusaidia wewe kuweza kufahamu kamera ambazo zimefichwa bila ya kuweza kununua kitu kingine chochote kile wala kuweza kudownload app zozote zile. Ni wewe tu, ni umakini mdogo na kuweza kuitumia simu yako. Ni rahisi sana kuweza kufahamu mahali ambapo kamera zimefichwa. Na hiki kifaa maalum ambacho kinaweza kutambua uwepo wa kamera za siri zilizofichwa kinaitwa RF Hidden Camera Detectors. Hiyo unaweza kainunua dukani. Inaweza kuwa ni RF detector au inaweza ikawa ni lens finder. Right, zinapatikana madukani. Ukienda kununua vinaweza kukusaidia kupata vitu vizuri kabisa. Na hivi ni vifaa ambavyo hugundua mawimbi ya redio na mng'aro wa lens. Yani kwa muonekano wa lens ambao upo mahali hapo, basi hiyo lens finder au RF detector inaweza kusaidia kufahamu mahali ambapo hiyo kamera imeweza kufichwa. Kwenye ulimwengu huu bwana wa sayansi na teknolojia, mambo yamekuwa ni mengi sana. Kitu ambacho hauwezi kudhani wala kuweza kutegemea kabisa mahali ambapo unaweza kuikuta kamera, basi cha ajabu ni kwamba unaikuta kamera hapo, kitu ambacho sio mazoea watu wengi sana kuweza kufahamu hivyo. Kwa mfano kama kwenye kalamu au hata miwani tu, ni kitu ambacho awali watu wengi hawakuweza kudhani wala kufikiri kwamba kamera inaweza kufichwa, inaweza kawekwa kwenye kalamu au hata miwani tu. Lakini cha ajabu ni kwamba kadiri teknolojia na sayansi inazidi kuendelea, vivyo hivyo na ugunduzi na urahisishaji wa mambo unazidi kuendelea pia. Kwa hiyo inakulazimu na wewe uwe unaendana na kasi ya sayansi na teknolojia. Right kabisa. Kwa hivyo ni njia rahisi sana za kuweza kugundua uwepo wa kamera. Sasa kwa mujibu wa tukio la mrashi alienda Kenya na Ghana, unadhani shida ni nini? Shida ni kutokujua hizo kamera, au issue ni tabia mbaya za dada zetu, au pengine ni shida ya hitaji la pesa? Ni kipi ambacho wewe unadhani ni tatizo haswa ambalo limefanywa dada wengi kuweza danganyika au kuweza kukubaliana pamoja na huyo mrasha? Unadhani chanzo ni nini? Kutokujua hizo kamera, au ni tabia tu za dada zetu ambazo labda wanazo, au shida ni hitaji la pesa? Yani kwamba pesa imekuwa ni changamoto mpaka wawe tayari kuweza kufanya jambo lolote ile kulingana na kile ambacho kinawasibu. Ni nini hasa? Unaweza kaandika kwenye comment hapo. Na je, ni kweli kuna watu wanaodai kwamba sio rahisi kugundua kamera hizi kwa wengi wanavyodhani? Unadhani ni kweli si rahisi kugundua kamera ambazo zimeweza kufichwa kwa sababu ya kukua kwa sayansi na teknolojia, au ni nini ambacho wewe unadhani? Andika pia kwenye comment kile ambacho wewe unadhani kuhusiana na issue ya mrashia, lakini pia kuhusiana na uwezo wa kuweza kudetect na kufahamu uwepo wa hizi hidden cameras. Unadhani ni nini wazo lako? Ni kweli inakuwa vipi? Andika kwenye comment hapo. Lakini pia nikuombe kama bado hujatusupport kwa maana kwamba ya kusubscribe hapo, nikuombe tafadhali chukua hatua this time kuweza kusupport
kwa kusubscribe. Bonyeza neno subscribe na bonyeza alama kengele ili tuweze kutembea kwa pamoja. Kila kitu kina historia, kila kitu kina hadithi yake. Asante, see you soon.